Timu ya KVZ imeendelea kupambana na kuweza kurudisha majeshi baada ya kukosa ubingwa katika ligi kuu ya PVZ Premier League na kuweza kuendelea kupambana katika kombe la FA. Leo hii hapa katika viwanja vya Mau kulikuwa na mchezo uliopigwa kati ya KVZ dhidi ya Uhamiaji na timu ya KVZ kuweza kupata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Uhamiaji FC. Naye mchambuzi wa soka Saidi Kofi yupo na haya ya kuelezea kuhusiana na mchezo huu leo pamoja na kombe hili la FA. FA mimi nadhani ni mashindano ambayo wakati mwingine yanakuja kwa sababu ya kujiuliza timu ambazo kuna nyakati kuna ligi kuu, lakini kuna wakati mwingine huwa unaweza kuwa na timu bora kama ambavyo KVZ tumeshuhudia, mafunzo tumeshuhudia, wana vikosi bora sana, lakini huwa anatakiwa bingwa mmoja kwenye Premier League. Sasa huku kwenye FA ndio kuna nafasi nyingine ya kuweza kujiuliza. So far ni jambo ambalo ukiangalia kwa maana KVZ imeonyesha kwamba ni timu ambayo imetoka kwenye ubora hali ya juu kutoka kule katika timu ya Premier League, lakini imekosa nafasi. Kwa sasa angalia KVZ ambayo unaona inapambana, is very combative, ina vijana wengi, vijana wazuri. Mimi ukiangalia shape ya KVZ, angalia kwenye defense, angalia kwenye eneo la midfield area, lakini kwenye eneo la kushambulia ni timu ambayo shape yake iko zigzag. Kwa hiyo kupata matokeo haya kwangu mimi ni beta na nilitegemea kwamba atapata matokeo kwa sababu ni timu ambayo ina average, ina vijana wengi. So far mashindano haya ni mashindano mazuri na mimi naamini KVZ ni moja ya timu ambayo inapambana na ina vijana wengi, lakini pia ni timu ambayo focus yake inataka kufikia mahala fulani kwenda kuweka historia. So far hicho ambacho kimetokea ni moja ya michezo, lakini kwangu mimi KVZ ni moja ya timu bora na naamini kwamba hata kama itavuka nafasi na kwenda basi itakwenda kufanya vizuri. Pia mchambuzi huyo ameweza kuelezea kuhusiana na swala zima la ulinzi katika viwanja vya mipira. Unajua, kwanza ni shirikisho letu la mpira kuweza kuweka utaratibu ambao utakuwa ni rafiki kwa kila timu na kila mtu anaweza kwa sababu FIFA, CAF kuna wakati huwa wanapiga marufuku namna ya kuweza kutumia watu ambao hahusiki kwenye mpira. Ndio kwa maana kuna watu wanaitwa steward, na huo ni utaratibu ambao umewekwa na klabu yoyote inatakiwa lazima iwe na mlinzi wake au mtu ambaye analinda usalama, kwa sababu yeye ndio ana control usalama wote wa timu yake pamoja na timu pinzani. Lakini pia kwenye uwanja wanapatikana hao wanaitwa steward. Maana yake ni kwamba hawa wanakuja kufuata misingi ile ya kiulinzi ambayo inatakiwa ifanyike. So far uaskari unakuwa wakati mwingine unaleta shida kwa sababu wakati mwingine huwa hakuji vile vitu sahihi ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo ndio kukuta wakati mwingine na tunasema wale washabiki wanatakiwa uwanjani, wakati mwingine unakuta wanakuja polisi ambao tayari wanapewa dhamana na wao wameambiwa kwamba ni wasimamizi wa raia pamoja na mali zao. Kwa hiyo misingi au principles za ulinzi polisi wanakuwa wanazifahamu kuliko vikosi vingine. Sasa hivi ni vitu ambavyo wenye shirikisho lao lazima ulinzi waweze kuweka, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo wakati mwingine vinaweza kuleta sintofahamu kubwa na wakati mwingine inaweza hata kupoteza maisha ya mtu. So far nadhani vitu vizingatiwe kwa ukubwa wake, kwa sababu hii ni mechi ambayo leo imehusisha watu wengi sana, na kama sio watu wengi ni mechi ambayo inakuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo lazima kuwe kuna ulinzi sahihi kutoka kwa steward na askari polisi. Kwa hiyo hivi vitu vingine havitakiwi vichukue nafasi hasa kwenye maeneo kama haya. Baada ya kutamatika kwa mchezo huu siku ya Ijumaa, kutakuwa na mchezo utakomshirikisha KMKM dhidi ya JKU FC katika viwanja hivi vya Mau Zedong. Nikiripoti kutoka Leaders TV, ni mimi Spotlight wako Jamila Ubwa. Asante na karibu tena.